Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kankono Media, nikiripoti wilaya Mbozi mkoani Songwe, langu jina ni Joseph Ochieng. Moja kwa moja kutoka India. Mamlaka nchini India imemkamata mwanaume mmoja kwa kujaribu kuingiza nyoka wenye sumu kali ambao ni adimu kupatikana na wanyama wengine nchini humo. Raia huyo wa India ambaye alikuwa akirejea kutoka Thailand alizuiwa na maafisa wa forodha katika uwanja wa ndege mjini Mumbai siku ya Jumapili. Maafisa walisema nyoka hao 47 wenye sumu kali walipatikana wamefichwa kwenye begi la mwanaume huyo. Wanyama hao wamechukuliwa chini ya sheria mbalimbali za ulinzi wa wanyamapori nchini India. Aidha, abiria huyo hakutajwa jina lake na yuko chini ya ulinzi, hajazungumza lolote tangu akamatwe. Maafisa wa forodha waliweka picha kwenye mtandao wa X za nyoka wa rangi mbalimbali wakitambaa kwenye sahani. Katika ujumbe wao walisema kuwa wamemkamata na nyoka aina mbalimbali wenye pembe mfano wa buibui, kasa 5 wa Asia na nyoka 44 wa Indonesia kutoka kwa abiria huyo. Moja kwa moja kutoka Ilani. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia limesema kuwa Irani imepanua zaidi uzalishaji wake wa madini ya uranium iliyorutubishwa sana. Katika ripoti ya siri nishati ya atomiki, IAEA ilisema kuwa Irani kwa sasa ina zaidi ya kilo 400 za uranium iliyorutubishwa hadi 60%. Hii ni zaidi ya kiwango kinachotumika kwa madhumuni ya kiraia na iko karibu na kiwango cha silaha, na ni sawa na ongezeko la takriban 50 katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Kiasi hiki kikiboreshwa zaidi kinaweza kutumika kutengenezea takriban silaha 10 za nyuklia, na Irani kwa sasa ndiyo nchi pekee isiyo ya nyuklia inayozalisha kiwango hiki cha uranium. Irani imeshikilia kuwa muda mrefu kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na sio wa kivita. Imezalisha uranium iliyorutubishwa kiasi cha kutosha kwa karibu silaha ya nyuklia kwa mwezi mmoja katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, huku kukiwa na mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea kati ya Tehran na Washington. Ongezeko kubwa la uzalishaji wa Irani na hifadhi ya uranium iliyorutubishwa sana. Moja kwa moja kutoka Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza atatangaza huku serikali ikizindua tathmini yake kuu ya ulinzi siku ya Jumatatu. Inatarajiwa kupendekeza vikosi vya jeshi kuwa katika hali ya utayari wa kupigana vita ili kuzuia vitisho vinavyoongezeka vinavyoikabili nchi hiyo. Sir Keir Starmer amesema hadi manuari 12 zenye silaha za nyuklia zitachukua nafasi ya meli za sasa za Uingereza kuanzia mwishoni mwa mwaka 2030 na kuendelea. Waziri mkuu huyo pia anatarajiwa kuthibitisha kuwa nchi yake itatumia $15 bilioni katika mpango wake wa silaha za nyuklia. Aidha, pamoja na manuali za nyuklia za Uingereza, meli hizo mpya zitaiweka nchi yao na NATO salama kwa miongo kadhaa. Tathmini ya ulinzi ya kimkakati iliyoagizwa na chama cha Labour itaundwa na vikosi vya kijeshi vya Uingereza kwa miaka ijayo, ikiongozwa na aliyokuwa waziri wa ulinzi wa Labour ndugu Lord Lobaston. Itatoa mapendekezo 62 ambayo serikali inatarajiwa kukubali kikamilifu. Moja kwa moja kutoka Marekani. Utawala wa Rais Donald Trump sasa unaweza kufuta hadhi ya kisheria ya zaidi ya wahamiaji 500,000 wanaoishi Marekani. Mahakama ya juu ya Marekani ilitoa uamuzi siku ya Ijumaa. Uamuzi huo umesimamisha agizo la jaji wa shirikisho la awali la kuzuia utawala kusitisha mpango wa uhamiaji ulioanzishwa na rais wa zamani Joe Biden. Mpango huo uliwalinda wahamiaji wanaokimbia machafuko ya kiuchumi na siasa katika nchi zao. Agizo hilo jipya linaweka takriban wahamiaji 530,000 kutoka Cuba, Haiti, Nicaragua na Venezuela katika hali ya kufukuzwa nchini. Majaji Ketanji Brown Jackson na Sonia Sotomayor, wawili kati ya majaji watatu wa kiliberali wa mahakama hiyo, walipinga utawala wa Trump ulikuwa umewasilisha rufaa ya dharura kwa mahakama ya juu baada ya jaji wa shirikisho huko Massachusetts kuzuia utawala kusitisha mpango
huo unaojulikana pia kama msamaha wa kibinadamu wa CHNV. Ikulu ya White House Marekani ilisherehekea fursa ya kuwafukuza wavamizi zaidi ya 500,000. Aidha, naibu mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya White House Bwana Stephen Miller alisema mahakama ya juu iliingia kwa haki kuwafukuza wavamizi hao zaidi ya 500,000. Mwisho wa habari zilizotufikia hapa punde. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment ili uweze kupata updates mbalimbali.